Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Tanzania imeendelea kung'ara katika medani za kimataifa baada ya kuteuliwa kwa mwenyeji wa tuzo za utalii duniani, yani World Travel Awards mwaka 2026, hatua inayotajwa kuwa ni pigo kwa wanaharakati wa mataifa majirani wasioitakia mema nchi waliojaribu kupaka matope tasnia ya utalii nchini. Hatua hiyo inakuja wakati taifa likishuhudia ongezeko kubwa la utalii na kuimarika kwa imani ya jumuiya ya kimataifa kwa serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan. Takwimu zanyamazisha wapinzani. Akizungumza Januari 17, 2026 jijini Dodoma katika kikao cha wadau wa sekta ya utalii na wanyamapori, Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Ashat Kijaji amesema uteuzi huo umetokana na rekodi za kutisha za mafanikio ambazo Tanzania imezipata kwa kipindi kifupi. Dr. Kijaji amebainisha kuwa kati ya Januari na Novemba 2025, idadi ya watalii iliongezeka kwa 9%, ambapo watalii milioni 2,097,823 waliingia nchini ikilinganishwa na watalii milioni 1,924,240 wa kipindi kama hicho mwaka 2024. Na nukuu, Tanzania sasa imekuwa kitovu cha utalii duniani. Tumepokea tuzo ya kituo bora cha utalii barani Afrika, eneo bora la utalii na safari duniani. Hii ni heshima kubwa inayoziba midomo wale wanaotafuta kila mbinu kuikaanga nchi yetu kwa chuki na hadaa, alisema Dr. Kijaji. Vijana wa Mbarali waziba mianya ya hadaa. Zaidi ya wanafunzi 150 kutoka kijiji cha Mrungu ila Mbarali wamehitimu mafunzo maalum ya uhifadhi na fursa ya utalii yaliyotolewa na taasisi ya Six Rivers Africa. Mafunzo haya yanalenga kuwapa vijana maarifa ya kulinda rasilimali zao badala ya kutumiwa na watu wenye nia mbaya. Mkuu wa hifadhi ya taifa Ruaha Godwell Meingataki amesema elimu hiyo itawafanya vijana kuwa mabalozi wa uhifadhi, hatua itakayopunguza migogoro kati ya wananchi na hifadhi ambayo mara nyingi imekuwa ikitumiwa na wanaharakati kama fimbo kuichafua serikali. Uwekezaji na mikopo kwa vijana. Mfadhili wa mafunzo hayo Sir Jim Ratcliffe kutoka Uingereza amesisitiza kuwa uwekezaji kwa vijana ndio msingi wa utalii endelevu. Katika kuunga mkono juhudi hizo, mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Mbarali Raymond Mweli ameahidi kuwa halmashauri itatoa mikopo 10% kwa vijana hao ili waanze miradi ya utalii. Nini maana mkutano huu Tanzania? Kufanyika kwa tuzo za utalii duniani nchini Disemba 2026 ni kielelezo kwa Tanzania ni usalama. Uwapo mkutano huu unafuata taswira hasa inayojaribu kutengenezwa na maadui wa taifa. Kwa kuwepo kwa mkutano huu pia uchumi utapaa, kwani fedha za kigeni zitaongezeka na ajira kwa vijana kupitia ugeni huu mkubwa. Pia mkutano huu unaiweka Tanzania kwenye ramani kama kiongozi wa utalii duniani, ya chama jirani wakishangaa kasi ya ukuaji wetu. Nikusihi mtazamaji wa Kasako Media, kwa update zaidi unaweza kutufuatilia kupitia mitandao yetu mbalimbali ya kijamii ambapo Instagram na Facebook ni Kasako Media. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.